nanyi ndio walezi wangu, nanyi ndio wapenzi wangu, nanyi mimi ndio mtumishi wenu hapa kwenu. Kikubwa siku ya leo, nataraji mniombee dua, nataraji mniombee dua. Nimekuja kukupeni mikono, tutapeana mikono insha Allah, lakini niombeeni dua kama na mimi ninavyokuwa na kuombeeni dua Ijumaa. Masala ya uongozi ni kazi kubwa sana. Masala ya uongozi kazi kubwa sana. Laka ain walinnasi uyun, au lugha nasema walinnasi a'yun, walinnasi a'yun. Wewe una jicho moja lakini macho ya watu ni wengi. Maneno ya Imam Shafi nafikiri. Jicho lako wewe moja, laka ain walinnasi a'yun, jicho lako wewe ni moja lakini macho ya watu mengi yanayokutazama. Nusura yake hapa itaokoka, mtaniokoa mimi kwa dua tu, hakuna kingine. Niombeni dua niweze kukutumikieni alivyoagiza Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad, na Mwenyezi Mungu atuzidishie ucha Mungu na tuzidi kutafuta ilmu ili tuweze kuwatumikia Waislamu vile anavyotaka Mungu na Mtume, sivyo zinavyotaka nafsi zetu sisi. Sababu ni kazi kweli kweli, kitengo ni kikubwa, mji ni mkubwa, mambo ni makubwa, mambo ni mazito. Hapa inatakiwa mniombe dua na ipite taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili tuweze kuwa waadilifu wa kisawasawa na sio waadilifu katika macho ya watu. Macho ya Mwenyezi Mungu yanatutazama. Kazi kubwa sana. Nimechukua ulezi wa msikiti wa Mtoro, nimechukua ulezi wa mkoa mzima wa Dar es Salaam. Hapa ndimi zenu na dua zenu ndio mwokozi wa maisha yangu na kiti hiki nilichokikalia. Naombeni dua zenu Sheikh Athman na Sheikh Abdallah, na kuombeni msimame niombeni dua mwenzenu. Ramadhan Abbas, tumeona umma ukiwa umemiminika hapa, wengi wakikuombea dua, na nilipata kuona chozi la furaha likitoka. Pengine kurudi katika maskani yako, kitu gani kimekuja kwenye kichwa chako? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza lile chozi sio la furaha, lile chozi la maumivu, maumivu makali sana niliyoyapata ghafla kwenye moyo. Namna gani nitaweza kusimama siku ya Kiyama kujibu masala ya kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nishapewa haki ya kuchunga haki za Waislamu na jamii. Hata panzi au paka anaoishi mkoa wa Dar es Salaam, dhamana yake pia iko kwangu mimi. Ikiwa watu wataendelea kufanya uchafu katika mkoa wa Dar es Salaam kumuasi Mwenyezi Mungu, je, nimejitahidi vipi mimi kuwafikishia ujumbe watu wasimuasi Mungu? Naanza kujiuliza, nitapita kila kona, nitapita kila nyumba. Hawa watu wote washapewa umiliki kwangu mimi wa kuchunga heshima zao na dini yao. Hilo ndilo lilonitoa machozi, kuogopa kuulizwa kaburini na siku ya Kiyama. Hisabu zangu nilishajua zinanitosha za kaburini, sasa nimeongezewa na hisabu za watu wengine kuulizwa. Yale machozi uliyoona ndio hayo, haikuwa machozi ya furaha. Mpaka dakika hii sina kilichonifurahisha, kwa sababu nimepokea uzito wa utumishi wa Allah subhanahu wa ta'ala katika ardhi yake ya Dar es Salaam. Sasa swali la mwisho Sheikh, ni kuache ukapumzike. Wengi wanajua wewe ni mtu wa watu, kipenzi cha watu, watu wanakukimbilia, unaitika, lakini ukitazama watu hawa macho yao, hofu yao ni kuwa bize kwako, kwamba sasa hivi majukumu yameongezeka. Ule mapenzi yao kwao, namna ambavyo walikuwa wanaamiliana nao wafanya biashara wa Kariakoo, wasiwasi wao hivi sasa, ubize wako, mapenzi yao kwao. Na alhamdulillah, kwanza na watu wa wasiwasi, Abasi ndio yule yule, Abasi ndio yule yule. Kama kaida yangu ya kushika viatu vyenu, utumishi wangu utazidi zaidi sasa kuwa chini, ni kutumikieni. Kwa sababu unapopewa nafasi ya uongozi, sio mabega yako yawe juu au unate au jisikie, la, ni dhamana umfate Mtume Muhammad. Nini sifa ya Mtume Muhammad? Akikaa na watu mafukara, maskini, akiwa nao, akishauriana nao bwana Mtume. Hizo ndio bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio tabia zake. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan. Ili uende vizuri ni uende mwenendo wa Mtume, kuwa chini ya watu, uwe mnyenyekevu kwa watu. Sasa itazidi zaidi, kwa sababu kutokana na hili jambo nilopewa zaidi na mwelekea bwana Mtume Muhammad mwenendo wake. Kwa hiyo wala Abasi ni yule yule, na sina ubwana wa aina yote mimi. Ni kitu cheo tu nimepewa hiki,
cha utumishi wa Mungu katika mkoa wa Dar es Salaam. Busati letu la Mtoro Litakuwepo kama kawaida inshallah. Busati lipo, yani busati, kwa sababu gani? Busati ni katika mkondo wa ilmu, kwa tunaelimisha umma. Lakini nitawasikiliza wakubwa wangu, kwa sababu sasa hivi napangiwa mambo mengi sana, sijipangii mwenyewe. Nitapangiwa kwamba nitaiendesha kwa staili gani, afu tutazungumza kwa siri tukikutana. inshallah. Baba, Allah nitoe shukrani zangu za dhati kwa mapokezi makubwa niliyoyapata. Nimepata mapokezi makubwa na dua kubwa nimeombewa hapa msikiti wa Mtoro. Basi insha Allah mnanifariji kuweza kuendelea kutumikia Uislamu katika mkoa wa Dar es Salaam. Nakushukuruni sana, nakushukuruni sana. Jazakumullah khair. Shukran sana Sheikh. Nini usia wako kwa? Usia wangu kwako, Allah akuhifadhi, akujalie ulimi uliokuwa kwenye kurekebisha watu, na Allah akujalie una mapenzi na watu. Inna Allaha مع العبد أو كما حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس. الناس أنفعهم للناس. bora wa watu yule ambaye anawasaidia watu. Inshallah. Wewe wasaidia watu, Allah Subhanahu wa Ta'ala atakusaidia katika uongozi wako. Amin. Amin. Nashukuru sana. Asante sana jirani zangu. Wapenzi wa nipo bwana Ramadhani. Asalamu alaykum. Umekosea sana. Na niambie. Baada ya lile jambo tu unatakiwa uanze nini hapa? Sehemu nyingine yoyote. Nianze kwangu kwanza. Unatakiwa uanze nyumbani. Kweli. Sio ukoki uende nje. Ni kwa sababu kweli. Hawa ndo ndugu zangu ndoishi nao hapa Mtoro. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Asante sana. Asalamu alaykum. Asalamu alaykum. Nenda mpaka enda kupanda kwenye gari.